Sasa kama una changamoto ambayo ulikuja ukaambiwa na mtu baki kabisa, mtu mwingine ambaye wewe hata ujihusishi naye kwenye maisha, una urafiki naye, una ujamaa naye, una ukaribu naye, basi jua wewe huna watu sahihi wanaokuzunguka. Ni kwa sababu gani labda nasema hivi? Unajua changamoto zako sio kwamba watu wako wa karibu hawazioni. Zote wanaziona, marafiki, ndugu, jamaa, wote wanaziona. Lakini issue inakuja ni kwenye kukwambia. Sasa kwenye kukwambia ndio inahitaji mtu ambaye ana moyo huo au ana ujasiri huo. Sasa ukiona kwamba labda tuseme wewe ni mwizi, sawa au ni mroho au tu una mazingira fulani au una tabia fulani ambayo haifai kwenye jamii, lakini badala ya watu wako wa karibu kukuzunguka wanakuja kukwambia mtu mwingine labda ambaye umekutana naye tu, huna ukaribu naye, huna ujamaa naye, sio kitu kibaya yule mtu kukwambia, kwa sababu yule mtu anakusaidia. Yaani mtu akikwambia ukweli wako hata kama ni mchungu kiasi gani anakusaidia. Lakini issue ni kwamba unatakiwa ujiulize kwa nini si watu wa karibu wakwambie. Yaani kama ni tabia labda useme ya ulevi. Ulevi watu wako wa karibu wote wanajua. Wote wanakuona mwenendo wako. Lakini kama hawajakwambia, labda ndo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6 tangu uanze ulevi, wanakuja wanakwambia watu wa nje. Mtu ambaye umekutana naye labda siku hiyo hiyo tu akaanza kukwambia. Bana kuna 1 2 3 4 5 6. Na anakwambia kwa sababu gani? Unajua kuna mtu ambaye anaweza kukuangalia akakusoma, na kuna mienendo ya maisha au tabia za maisha hazijifichi. Kuna mtu anayetumia pombe akazidi, mtu anayetumia madawa kulevya, mtu anayetumia kitu chochote ambacho kina muathiri. Kwa kama ni kitu ambacho hujaambiwa na watu wako wa karibu, inabidi ujiangalie vizuri, kwa sababu lazima ili ufike mahali ni lazima uhakikishe unazungukwa na watu wa karibu ambao wanakurekebisha, wanakufurahia pale ambapo kuna la kufurahia, wanakupa moyo pale ambapo kuna la kukupa moyo, na kuhakikisha kwamba matukio yote yana balance. Yani kwamba sio tu kwamba unajua uzuri wako, hapana. Ujue uzuri, ujue na mapungufu, kwa sababu binadamu yoyote ana vyote, ana pande mbili, ana mazuri au ana mabaya. Mseme ana yale sehemu zake ambazo ana nguvu zaidi, lakini pia ana sehemu zake ambazo ana madhaifu. Kwa hiyo kama una watu wa karibu ambao wanakuambia, wewe uko na watu sahihi. Kama una watu wa karibu ambao ukilia shida za hela mfano, wanakuambia tu bana wewe na matumizi mabaya, kwa sababu si anakujua rafiki yako, kila siku mpo naye, wanakuambia bana Kirabe, wewe una matumizi mabaya, ila huna shida kabisa ya hela kwamba eti uje ufike kipindi ukose hela ya kula au ya kufanya mambo mengine, hapana. Kwa hiyo kama kuna mtu anakuambia hivyo, wewe muheshimu sana, kaa naye kwa ukaribu, huyo ni rafiki ambaye atakusaidia. Muda anakuambia una matumizi mabaya, unajua mtu kishakuwa una hela pale unakuwa una zile hasira za kukosa hela. Kwa hiyo unaona huyu kama ananichanganyia tu habari. Lakini ukija ukifikiria baadaye vizuri, utagundua kwamba huyu mtu ananisaidia. Tofauti na wengine ambao hawakwambii kabisa ukweli. Japo kukwambia ukweli au kukurudisha kwenye mstari, kukurekebisha sio jukumu. Yaani sio responsibility ya mtu mwingine kukwambia. Wewe mwenyewe unatakiwa tu uwe umejiweka kwenye, unajiangalia au unajitathmini kwenye namna ambavyo unaishi. Yaani umefika kipindi sawa hauna hela. Lazima ujue kwamba mimi sasa hivi kinachonifanyisha nisikose hela ya matumizi au ya kitu fulani ni kitu gani? Nini kimebadilika kwenye maisha yangu? Sababu labda miezi 6 iliyopita sikuwa hapa, sikuwa na madeni hivi. Sasa nini kimeongezeka au nini ambacho nakifanya ndivyo sivyo? Huo uwezo unatakiwa uwe nao mwenyewe. Kwa hiyo kupata mtu ambaye anakuambia inakuwa kama ni ongezeko zuri au inakuwa kama ni faida kwako. Lakini hayo yote matatizo yako unatakiwa uyaone wewe kwanza kabla ya mtu mwingine. Japo ndio hivyo, maisha na mambo mengi. Kuna muda ambao unakuwa uko kwenye matatizo huoni kabisa. Na issue kama hizo tulikuwa naongelea mwanzo hapo, issue kama za ulevi, matumizi ya madawa, uraibu na vitu vingine kama hivyo. Hivyo unaweza ukawa umetumbukia huvioni. Lakini sasa watu wanapojaribu kukuambia na kukusaidia wa karibu, wanaweza kukusaidia ukabadilika na ukarudi kwenye mstari. Ila kama unafanya kitu kibaya, ukaja ukasikia mtu mwingine wa mbali kabisa ndo anakuambia, ila ukichunguza watu wako wa karibu wote hawajawahi kukuambia na umekaa na hicho kitu kwa muda mrefu sana, hapo angalia vizuri hao watu wanaokuzunguka. Sababu si watu ambao wanakutakia mema. Yaani si watu ambao watakujenga. Inawezekana wakawa hawakutakii chochote. Unajua kutakia mtu mema ni kitu kimoja, kumtakia mtu mabaya ni kitu kingine, lakini kuna mtu hakutakii kitu chochote. Yaani yeye sio kwamba anakutakia mema, sio kwamba anakutakia mabaya. Yeye hakutakii kitu chochote. Yaani wewe upo unaendelea na maisha yako na yeye anaendelea na maisha yake. Yaani hakuna chochote anachokutakia. Sio chema, sio kibaya. Kwa hiyo
hao pia wapo, lakini wale wanaokutakia wema watakwambia ukweli. Ukweli unauma. Siku zote ukweli unauma. Yaani ukweli ule mchungu lazima uume, yaani unaingia kwa kuumiza. Uongo au kupambana kwenye mambo ambayo yasiyofaa ni kuzidi tu kupotezana. Yaani unaona huyo mtu anapotea, lakini wewe unasherehekea ile kupotea kwake. Huyu mtu kwa mwenendo wake anaoenda nao huu atafilisika biashara, atapoteza kazi, atafeli darasani. Lakini mtu wako wa karibu, rafiki yako, mwambie bwana Nelson, hivi unavyoenda huu mwaka wa pili utoboi, utafeli. Na mtu anataka kufeli kama ni chuo au ni darasani, unamuona kabisa huyu shule, huyu kwa huu mwenendo huu alikuwa anasoma, anafanya hivi, anazingatia vipindi, lakini ameacha tu ghafla. Sijui nini kimetokea, ameacha. Anaona kabisa anafeli. Kwa hiyo watu wako wa karibu ndio wanatakiwa wa kwanza kukuambia. Tokea kukuambia, shukuru, najua una watu sahihi. Kama kwenye mtu wako wa karibu yoyote hamna mtu anayekwambia, hebu angalia mara mbili. Angalia mara mbili. Kwa bwana, hapa mimi nazungukwa na watu gani? Sawa, kwa sababu inawezekana mtu wa nje akakwambia ukabadilika. Baadaye sasa njoo review hawa watu kama kweli watu wako wa karibu wanaokuzunguka walikwambia. Kama wakwambia, hiyo sio sawa. Yaani labda kama wewe pia sasa, sijajua kwenye jamii zetu kama imeshafika, wanasemaga kuna watu ambao ni wa kujitenga wale. Yaani watu ambao wanapenda kukaa wenyewe, wanapenda kukaa kwenye mazingira ambayo hawachangamani, hawaongei na watu. Nje huko tunaona mazingira hayo yapo. Mtu hadi anaishi, labda ni profesa anafundisha chuo fulani, anaishi mwenyewe tu na mbwa wake au paka wake. Yule mtu katika maisha yake anakuwa tu ni mwenyewe. Nchi huko zilizoendelea hakuna social life, yaani maisha ya kijamii hakuna. Kwa mtu anaishi tu kimwenyewe. Na kuna kesi nyingi sana unasikia nchi huko za Ulaya, Ujerumani, Italy, sio wapi. Mtu hadi anakufa ndani, watu wanakuja kumkuta siku 3 au 4 baadaye. Of course ni ya maisha tu, kufa ni kufa, na ukishakufa umekufa. Haijalishi utakutwa siku gani, siku ya kwanza, ya pili, masaa 2, masaa 3. Lakini kufa ni kufanya nini? Kufa ni kufa. Na mwisho wa siku mtu akishakufa amekufa, yeye mwenyewe atajui yuko wapi. Lakini sasa kutokana na hali ya kukosa mambo ya kijamii na mazingira mengine ambayo ya mataifa yamefika huko kwenye kujitenga kwao, nilikuwa nazungumzia kujitenga. Basi maana mtu anakufa siku 3 hamna mtu anayejua, kwa sababu hakuna huo ukaribu. Sisi kunasema hakuna ukaribu, huku Tanzania kuna ukaribu sana. Katika level ambazo watu wamefika zile za kuwa antisocial na kujitenga, sio introvert na vitu vingine, huku si bado tuko level ya chini sana. Huku bado tuna ujamaa sana. Kizingatia ukilinganisha na matukio ambayo tunasikia huko nchi zingine au mataifa mengine ambayo